mtumishi wako mchungaji kiongozi wa kanisa hili, mchungaji Leiza na familia yake na wazee wa kanisa na kanisa zima kwa ujumla. Mungu tupe neema kuelewa neno hili katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mimi nimejikita sana kuzungumzia maombi sana kwenye semina hii, na ndicho ninachojisikia msukumo moyoni kukizungumza sana, kwa sababu maombi pia ndio uhai wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo nataka tujifunze aina za maombi yanayoleta matokeo kwa haraka. Aina za maombi yanayoleta matokeo kwa haraka, ambayo unaweza kuomba na ukaanza kuona matokeo kwa haraka. Kwa sababu pia kuna wakati fulani tunafikiri labda ni wakati wa Mungu bado, kumbe tunaomba vibaya, na imeandikwa kabisa mnaomba hamjibiwi kwa sababu mnaomba vibaya. Kuna nyakati huwa tunaomba vibaya, lakini aina ya kwanza ya maombi ambayo nataka tujikite kujielezea usiku huu ni aina ya maombi ya toba ama kujitakasa. Toba na utakaso. Nisikilize nikwambie kitu. Haya maombi tunachukulia kawaida, lakini sio maombi ya kawaida. Na ndio maana mahali popote unapoingia kwenye maombi, anza kujitakasa kwanza. Sawa na mtu anayetaka kula chakula, lazima anawe mikono kwa sababu amekutana na watu wengi. Kwa hiyo basi tunakosea sana, ila kuna makosa tunayokosa ambayo huwa hatujui kama tumemkosea Mungu. Kwa hiyo sasa maombi ya toba ni muhimu sana. Kwa mfano, taifa kama taifa tumepitia kipindi kigumu sana hapa katikati. Tangia tarehe 29 kuja hapa, kanisa tunahitaji kuendelea kumwomba Mungu toba. Sema toba. Toba. Unajua toba iko hivi, sio lazima wewe umefanya. Unaomba rehema kwa niaba ya waliofanya. Yes, unaweza ukaomba rehema kwa niaba ya mume wako. Unaomba rehema kwa niaba ya watoto wako. Unaomba rehema kwa niaba ya taifa, kwa sababu damu ya mtu, alisema kiongozi mmoja hapa akasema hivi, damu ya mtu isiyo na hatia inapomwagika ni laana. Nilimsikia Mwigulu Nchemba, waziri mkuu, akiongea mahali fulani. Damu ya mtu isiyo na hatia ni laana. Kwa hiyo basi tunahitaji turejee kwa Mungu kwa moyo wa toba. Sema toba. Na tunapozungumzia kujitakasa, ni maisha ambayo lazima tujijengee kudili na mazingira hayo wakati wote ya utakaso, kwa sababu Yesu atakapokuja kulinyakua kanisa, atakuja kuwachukua watu wasafi, na watu wasafi ni wale ambao wana maisha ya kujitakasa nyakati zote. Na ndio vitu ambavyo huwa hatuvijali sana sama wa Pentecost, lakini tunahitaji kuelewa. Na wakati mwingine tunapoongea hivi, watu kuna mtu mwingine anaweza kaa anajihesabia haki kwa kufikiri mimi hakuna dhambi niliyoifanya, mimi ni msafi, mimi niko sawa, tunahitaji kujenga tabia. Hebu nisomee Wakorintho Nyakati ya Pili 7:14. Hiyo tumeizoea sana, alisoma hata Rais Magufuli wakati wa corona, lakini pia tuirudie, alafu pia tutasoma waraka wa kwanza wa Yohana 1:8 hadi 10. Hiyo Nyakati ya Pili 7:14 tuisome, alafu na waraka wa kwanza wa Yohana 1:8 hadi 10. Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 18 nasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Umeona? Na kuziacha njia zao mbaya. Sema na kuziacha njia zao mbaya. Tunaposema njia mbaya, tuna watu makanisani ambao wana njia mbaya. Mimi sizungumzi nje. Mimi nimekuwa mwinjilisti miaka mingi. Kuna vitu unaona tunawaoneaga tu watu. Yaani kuna watu naozungumzia watu wenye njia mbaya wapo makanisani. Kuna watu wapo kanisani lakini wana njia mbaya. Sasa tukiziacha njia mbaya, Mungu atasikia kutoka mbinguni. Kumbe ili asikie maombi, lazima tufuate masharti ya kuziacha njia mbaya. kabisa.
Yaani unaziacha njia mbaya. Alafu tusomee hiyo waraka kwanza Yohana 1:8-10. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 hata wa 10. Ndio. Neno la Mungu linasema, yes, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Tukisema kwamba huwa hatukosei kwa kuwa tumeokoka, tunajidanganya wenyewe. Endelea. Wala kweli haimo mwetu. Hatusemi kweli. Ndio. Tukiziungama dhambi zetu. Ila tukiziungama dhambi sasa, yeye ni mwaminifu. Yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki. Hata atuondolee dhambi zetu. Atuondolee dhambi zetu. Na kutusafisha na udhalimu wote. Umeona? Hapa anasema tukisema huwa hatukosei, tunakosea. Sio kweli. Kwa sababu katika mazingira ya kawaida makosa pia ni mengi, tunakosea sana. Sana tu inatokea. Unaweza kukosea, unaweza kumtenda Mungu dhambi. Wahi kwenda kuhubiri mkutano wa nje zamani mahali. Sasa akatokea mtu mlevi mmoja amekunywa pombe, analeta vurugu kwenye ule mkutano. Sasa mimi nimeshavaa suti na tai. Unajua sisi doctrine, utaratibu wetu hasa wa Pentecost wa Kiassemblies, unapokwenda kuhubiri ni masharti lazima uvae suti na tai. Askofu mchungaji wetu amekaa na askofu wetu mkuu, yaani yeye anaamini kaunda suti kama niliovaa hizi ni nguo za safari. Mchungaji, mtumishi wa Mungu yote lazima avae koti na tai bila kujali kuna jasho au la. Sasa nimevaa koti langu na tai na suti yangu, analeta vurugu yule mtu na amekunywa pombe. Sasa alichoniuzi, kuna ule mti tumeweka horn speaker zile katikati ya mkutano, anataka kwanza kukanyaga, yani au udondoke, na pale chini pana watoto wengi, wote wanaanza kumuogopa. Basi na mimi nikakosea, maana nipona wanamuogopa mashemasi, nikakosea, nikamchukua nikaenda naye nyuma, nikamshughulikia, na kwa kweli hakurudia tena na hakuja kwenye mkutano. Lakini watu hawakugundua, mimi nikaendelea kuhubiri, katubu baadaye, nikaendelea kuhubiri, watu wakaponywa mapepo, watu wakaokoka. Tunakosea. Bwana asifiwe sana. Nilikosea kwa sababu nilimtandika viboko, nikamchapa. Kwa hiyo kuna vitu wakati mwingine watu tunakosea, sema amen. Ila tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Na sisi tunaposema wa Pentecost, dhambi kubwa ambayo tunajuaga ni anguko ni uzinzi peke yake. Na ndio maana ukisikia tu yule ameanguka ni uzinzi, hatusemagi kuhusu uongo wala chochote. Hatuelewagi hivi vitu. Tunajua dhambi ni uzinzi tu. Mimi nilishavuka hivyo viwango, kwa sababu nimeshafanya research ya dhambi ya uzinzi. Nikaona tunapopambana nayo sana huwa hatuielewi vizuri. Uzuri wa dhambi ya uzinzi ni kwamba yenyewe inamuumbua mtendaji. Yaani yenyewe hata kama unafanya kwa siri, unajifanya kama Leiza hakuoni hapa da kuna loji nyingi, Kibamba na Chanika na Kariakoo. Baba watu, huyu baba ni mpole mkimya, sidhani kama hata anaweza kuelewa hivi. Yeye ni mtu wa kuomba labda aonyeshwe na Mungu tu. Mkimya, mimi hata sauti yake sijaikariri mpaka leo. Yaani mpaka sasa hivi hata ngeongea mahali mbele ya watu wengi sitagundua, kwa sababu sio muongeaji. Mkimya, ananipeleka kwenye gari kimya kibubu mpaka tunafika hapo narudi. Hata haongei, ni salamu tu. Ameumbwa hivyo naye pia. Sema amen. Ni mwalimu wa saikolojia, anafundisha kitu. Kuna watu wanaitwa melancholic. Melancholic ni watu ambao anaongea maneno machache yenye point tu. Alafu ni watu wanatafakari sana. Ni watu wa kutafakari sana. Sasa unaweza ukafanya dhambi wala hata sijue kabisa, na unaimba kwaya hapa una wala sijui. Lakini dhambi ya uzinzi na tabia ya kumuumbua mtu yenyewe. Ngoja nikupe mfano mmoja. Nikahubiri Biharamulo. Nimehubiri Biharamulo, mchungaji akanichukua twende hospitali tukamuone mtu amelazwa, ni mzee wa kanisa. Siwezi kusema ni kanisa gani, lakini Biharamulo. Ameumia, sio amevunjika mfupa hapa chini na mkono, amelazwa. Na kweli walijaa kule kumwangalia kwa sababu ndio mzee wa kanisa mwenye nguvu pale. Ndio mwenye mpesa kubwa. Ana gari, ana magari mawili, la mke wake na la kwake. Ni mtu ana maisha. Na sisi wa Pentecost tulichelewa sana kushika hela zamani. Kwa mtu akiwa na vielela kanisani tunataka kumwabudu, japokuwa tumeshaanza kutoka huko pia. Maana kumbuka mchungaji mmoja alikuwa na hubiri pale, ndio siku namtenga
kiongozi mmoja kanisani amefanya dhambi ya uzinzi, kwa sababu mashemasi wamemletea ushahidi wa kabisa. Yaani siku ile alihangaika, Mike nafanya hivi, anatetemeka, sijui nianzie wapi. Sasa nikamwambia baba nini? Akasema ndio mtoa zaka mkubwa, nipo kujenga nyumba, ndio ameshaweka bati, bado finishing. Sasa nikimtenga pia, sasa hakuna namna. Sasa baadaye nikapelekwa kumuona mtu huyo. Baada ya kumuona mtu yule, nikamuuliza, kabla sijamuombea, nataka kujua. Nikamwita mke wake, kafanya nini? Sasa mchungaji, bora umeuliza, kwa sababu ni mchungaji mgeni. Unajua pia Wakristo huwa wanatujua wachungaji, kwa sababu wakati mwingine anaogopa kumwambia mama mchungaji, anajua labda ni mbea, kwa hiyo au mchungaji. Sasa akanivuta pembeni, akasema, baba, tutaongea. Akaniambia, mume wangu pastor, nimemwambia tu mchungaji kwamba alipata kama ajali, lakini ajali yenyewe mchungaji ni ya maajabu. Ikoje hiyo ajali? Mimi na mtoto mchanga nanyonyesha, yeye alikuwa yuko bafuni anaoga, mimi namvalisha mtoto pampers, simu yake iko kwenye ukuta hapo na inachaji, na password yake siijuagi miaka yote. Sasa bahati mbaya au nzuri, ikaingia message. Yeye tulikuwa kubaliana kwamba kuna pesa zinaingia, kwa sababu ana M-Pesa, ni kama taarifa za kibenki. Sasa ile fraud si nini, kwa sababu hizo message zikiingia kuna hela zinaingia pale, kwa sababu ni taarifa za kibenki kama milioni ngapi, ila message itaingia kwenye simu. Kwa hiyo ukisoma, niwaambie, huko anaendelea kuoga. Tunaelewa watu walioendelea bafu la kuogea na kuoga ndani ya nyumba, tunaelewa chumbani ndio kunakuwa na bafu huko watu walioendelea. Maana kubeba ndoo alafu umeweka taulo begani unaenda kuoga, kila mtu anakuona, sio kitu kizuri. Basi tu ni kwa sababu hela. Sasa sio kitu kizuri, maana bafu unatakiwa liwage huko chumbani, unatoka tu umeshaoga, watu sebleni, watu hawaelewi umeogaje huko chumbani. Ndio maana hata Mungu akupa neema kujenga nyumba, jenga bafu liwe chumbani, kwani kushika ndoo na sabuni na taulo hapa, naenda kuoga, kila mtu anaona kweli. Sasa baadaye akawa na wewe nakwazaga sana, hasa kwa kama nyumba za wapangaji wengi hizo. Yaani unakuta unaenda kujisaidia, ndio kwanza walikuwa wanapiga story, unakaa kimya, yaani utafikiwa na kusikilizia wewe. Sasa ndio sio kitu. Baadaye akaniambia, mimi nikamwambia mume wangu message imeingia, maana sijazoea kuangalia simu yake. Akasema itakuwa ni fraud, ni hizo ni NMB ama CRDB ama Azania Bank, kote huko kuna fraud inaingia, hebu soma. Akampa message mke wake, akakuta message, simu imeseviwa fundi gereji, lakini message aliyokutana nayo pale sio ya fundi gereji. Akasoma kwa sauti, mwanaume akachanganyikiwa, anaendelea kuoga. Sasa fundi gereji hajajibiwa hiyo message, mke wake anaendelea kumpa. Sasa mke wake akaendelea, maana message aliyokutana nayo pale imesaidia fundi gereji pale juu, lakini maneno yale sio ya kifundi gereji, ni maneno kabisa ni ya mwanamke, lakini amesave fundi gereji. Sasa anaendelea kuoga, fundi gereji kwa sababu anachelewa kujibiwa, akapiga simu. Sasa mwanaume ndio atoke bafuni sasa aende kunyang'anya simu ile, kwa sababu mke wake anataka chukue. Sasa pokea, fundi gereji ataaibika. Ndio akateleza sabuni kwenye hizi tiles kule chumbani, huko chumbani, kutokea bafuni kwenda pale pale. Muona dhambi ilivyomuumbua, akavunjika mfupa. Anawahi message ya fundi gereji inayomwambia tangu siku zile sione siku za ni fundi gereji aliandika. Kwa hiyo alikuwa na ikamuumbua. Hatuwezi kusema mambo mbele ya watoto hapa. Ikamuumbua. Umeona dhambi ilivyo? Wakati mwingine nahubiri hapa kana kanisa moja kubwa tu. Kanisa moja la TAG, siwezi kulitaja, lina ibada 3. Kubwa tu. Sio kubwa kidogo, ni kubwa tu. Anawashika kwenye zaidi ya 1000 na kitu. Yule baba. Nimehubiri ibada ya kwanza. Ibada ya pili tunajiandaa kuingia. Tunakunywa chai mle ofisini kwake, na chai ya maziwa na chapati amefly. Tunaimba mle. Tumefly, maana Roho Mtakatifu alishuka ibada ya kwanza ile ya Kiingereza. Tunasubiri ibada ya Kiswahili ya pili, kuna ya tatu sasa. Sasa natoka nje ghafla. Nini? Mwana kwaya alikuwa yule wale wana praise wale. Ile blouse ile nyeupe aliyovaa imejaa damu na amepasuka usoni. Yaani watu wamejaa pale kanisani, vurugu. Nini? Tukatoka na mchungaji na mke wa mchungaji. Nini hapo? Namkuta mama anaongea pale.
Wewe unatuimbishia kanisani miaka yote, alafu bado una mahusiano na mume wangu na kukataza kila jana yenyewe umenijibu ovyo kwenye simu, alafu unaendelea kutuimbishia hapa. Leo nakuonyesha. Akampasua uso mwana praise, damu zinamtoka, blouse imeloa damu nini, na kufuatilia. Alikuwa na mahusiano na mume wa mtu miaka. Siku ile dhambi ikaja ikamuumbua. Dhambi ya uzinzi huwa anaumbua. Wewe jifanya kwamba ni msiri kwa kukosa akili. Unafikiri ni msiri, usimwambie mtu sawa. Yeye hana shida, yeye anakuwa anakuchunga tu. Utakuja kuumbuka mpaka mwenyewe atashangaa, hivi ni mshirika wangu au la? Tunaposema ishi maisha masafi, ni kwa faida yako. Hakuna tunachofanya, ni kwa faida ili ukamuone Mungu. Kwa sababu raha ya Laizer ni kuona parapanda ikilia washirika wa Kigogo Sayuni wote wanaingia mbinguni. Ndio furaha yake akifika mbinguni, kwamba unaenda kumsalimia kwamba baba ulinilea. Ndio raha ya wachungaji. Ili hakuna kitu kitamuumiza aone kanisa linajaa watu 200 afu hawaoni kule juu, kwamba kumbe nilikuwa nachunga waigizaji, nilikuwa nachunga katuni. Kuna kitu kibaya kama kuigiza mambo ya Mungu. Maanisha kama unataka kwenda mbinguni. Yes, kuna dhambi hata kama unafanya kwa siri, kuna siku itakuumbua. Ninakwambia. Binti ameumia damu. Mtoto mdogo kabisa. Na mmoja, siku nyingine nahubiri hapa tena mjini. Sijajua ni wokovu wa mjini, sielewagi. Tena kanisa moja ya Kipentekosti kubwa tu kabisa. Ananiambia hivi. So maana nyama ukijitoja huko. Ananiambia hivi, "Pasta samana nitakuona." Haya, nimehubiri pale. Mtumishi wa Mungu, mimi nimetoka jasho ndio naingia ofisini kwenye gari ya mchungaji nene kapumzika hotelini. "Samahani pasta, nataka nikuone." "Mimi hapa ni shamaliza chuo, nina diploma. Ni kwamba kuna mahali nafanya kazi. Shida yangu mimi ni kiongozi wa praise hapa na niko hapa na ndio leo niko naimbisha hapa." Nikasema, una sauti nzuri binti, Mungu akubariki." Akasema, "Lakini shida yangu pastor, niko nataka uniombee tu mara moja kama unaweza. Ni kwamba mimi hapa bado sijaolewa, lakini kuna mwanaume niko naye, ni mume wa mtu, lakini naomba uniombee aache kuvuta sigara." Hivi nikamwita mchungaji mwenyeji, "Baba, samahani naomba ongea na huyu. Ni tahila ama sijamsikia?" Ongea. Nikaingia kwenye gari nikaondoka. Maana nilipata hasira, nikataka nimzabe kofi, nikasema, "Hebu niache labda aongee na mchungaji mwenyeji endelea na muere." Ni msomi mzuri tena na Kiingereza king kabisa. Yaani mimi naomba tu niombe tu. Yaani yule mwanaume wangu ni mume wa mtu, ndio akanipangishia chumba hapa na kila kitu, anihudumia kila kitu na nini. Yaani mshahara wangu hata sigusi, ndio natoa zaka, natoa michango hapa kanisani. Ila sasa shida yake anavuta sigara. Kwa hiyo naomba uniombee tu huyo mwanaume aache kuvuta sigara. Unajua, tusipokuwa waangalifu, dhambi inaenda kuwa ni kitu cha kawaida sana. Wewe angalia mtu anaimba praise na hana taarifa kwamba anaishi na mume wa mtu, ni dhambi. Yaani badala ya kusema niombee rehema na mkosea Mungu, naomba uniombee eti huyo mwanaume naikaa naye aache kuvuta sigara. Nikasema, "Hapa ndio wokovu wa da." Nikasema, "Wayeitia hatuko hivyo katika jina la Yesu. Sisi tumeokoka." Mwambie mwenzio, "Mimi nimeokoka." Yes. Si muogopi mtu wa Laizer kwamba nikajificha huko. Hapana, Mungu ananiona. Ishi maisha matakatifu. Yesu anarudi. Acha mahubiri ya kishetani ya kipumbavu ya shetani anawahubiria. Kama hapa da kuna mambo mengi bwana. Hapa da kuna mambo mengi. Hakuna. Biblia ni ile ile. Nimeamua kwenda mbinguni, nitaishi maisha matakatifu mpaka Yesu anarudi. Yes. Kuna watu wamekimbilia hapa wametoka mikoani, wana motive chafu mbaya sana. Mimi naenda kuishi kwa sababu hata ukifanya mambo hakuna mtu anakufuatilia. Unakuwa yani kila mtu yuko busy na maisha yake. Kumbe ili awe huru kufanya uovu. Ole wako. Ishi maisha masafi. Na ndio sela yetu tangu Assemblies of God inaanza, tangu Pentecost Holiness ikaja Assemblies of God mpaka EAGT. Sera yetu ni utakatifu na lengo la kusanyika ni hapa mwisho wa siku tukamuone Mungu. Sema amen. Hebu nisomea Waefeso 5:3 hadi 4. Toba na utakaso. Waefeso 5:3 hadi 4. Tasoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 3
hata wa 4. Ndio Neno la Mungu linasema lakini uasherati usitajwe kwenu. Unasikia? Sio kwamba yani inani hata tu kutajwa, hata tu kuhisiwa. Yani tena sio tu uasherati. Yani tafsiri yangu ya Kiingereza inasema zinaa isitajwe kwenu, ni mkosi, ni nuksi. Isitajwe kabisa, isitajwe. Na ndio bala hata nyinyi mabinti mnapokuja kwenye ibada msitufanye sisi hatuna akili kusema hakuna mtu anayeangalia mavazi. Hapa ni ibada. Na kutaka mimi wasichana wengine hapa mjini sijui wakoje. Yaani akifika hapa ndiye akikaa kwenye kiti ndiye anataka kuanza kutafuta mtandio, ndiye ajifunike. Ni kama hakuwa na taarifa kama anaenda ibadani. Sielewagi, sio mnakuwa na akili timamu, mimi sijawagi. Nisamehe, sisemi kama ni wewe. Hapa mjini. Hivi mkoje? Yaani hata ile gauni hulioni tu kwa mzaidi gauni ni la kuvaa kanisani. Hili hujui kabisa kwamba ile gauni kwa kweli kwa lilivyokaa limekaa kiibada. Kuna gauni kabisa unasema hili la kulalia, hili na kuna, lakini hili ndio magauni haya ya kuvaa kanisani kwenye ibada. Kwa sababu sisi we are the light of the world. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Kuna watu hawahitaji kusikiliza tukiwahubiria. Namna ya uvaaji wetu na wavuta kwamba kwa pale mke wangu kaabudu wana maadili. Sema maadili. Sisi mashemasi wako makini kwetu kule. Kuna nguo ajabu ajabu na kuvalisha mtandio nani kanga huko. Akoje kabisa. Wewe mwanaume mzima kabisa uliookoka uvue suruali na shuka kwa nini? Inashuka kwa ajili ya nini? Unamuonyesha nani? Kwa ajili ya kazi gani? Na unajua tafsiri ya huyo mtu aliyeanzisha? Ni Marekani. Alikuwa na mambo mawili. Mambo lingine siwezi kuitaja kwa sababu ya watoto, lakini lingine ilikuwa tu ni la kawaida. Ni kwamba alikuwa anaweka hela nyingi, alikuwa anaitwa Tupac. Suruali na shuka yenyewe kwa sababu alikuwa anajaza hela kwenye wallet. Alafu suruali na shuka alikuwa havai mkanda. Kwa hiyo mfuko unakuwa loaded, unashuka. Ndio ilikuwa lengo lake. Sasa wewe unayevaa mlegezo una shilingi ngapi? Usige vitu vya kijinga. Njoo tukamuone Mungu. Sema amen. Njoo kwenye ibada. Njoo kwenye ibada tumuone Mungu. Uasherati ama zinaa isitajwe. Endelea. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani. Wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Wala aibu wala maneno ya upuuzi. Ndio. Wala ubishi. Hayo hayapendezi. Bali afadhali kushukuru. Yes. Haya, Timotheo wa pili 2:20-22. Tumo kwenye toba tu. Timotheo wa pili 2:20-22. Soma. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 20 hata 22 anasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa. Kwa kujitenga na hao kujitenga nao. Endelea. Kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Lakini zikimbie tamaa za ujanani. Yaani lazima uwe chombo kinachomfaa Bwana. Jionyeshe, sema mimi ni chombo kinachomfaa Bwana. Hata hivyo ni chombo kweli. Yaani kwa usiku huu mnakuja Dar es Salaam kwenye ibada, mimi nimenibariki sana. Mimi niwaambia mke wangu jana nahubiri usiku. Nahubiri usiku. Amesema wewe, ibada gani za usiku? Kasema hujawahi kuwa naambia nahubiri usiku kanisa letu la EAGT Kigogo kwa Askofu Laiza. Tunahubiri usiku, yani una giza kabisa na watu wanaendelea kuja. Mke wangu anashangaa, bwana ile kanisa la ajabu sana. Tunahubiri usiku na watu wamejaa. Maana kwetu Mbeya mida hii watu wote wako ndani. Hakuna mtu ambaye hayuko ndani. Hata na binti yangu anasoma chuo, yani mida hii saa 1:34 hayupo. Kwenye nyumba haipi yaani kwenye nyumba yangu mimi kweli.
wote ndani, wote, hata kama una ndevu kazionyeshe kwako, lakini sio kwangu. Kwa kuwa unaishi kwangu, ndevu zako sizielewi. Nachojua ni mtoto. Kama una akili, kama una ndevu kapange nikuone. Sio hata kama nikusomeshe mimi unaletea Kiingereza chako, tena Kiingereza alafu mboga halijakolea chumvi. Kiingereza. Maana sasa hivi Mbeya ni usiku. Yaani hawezi kukuta kabisa yani. Tunduma, yani mkuta ni mtu mwenye maadili, lakini Dar. Kwa kweli Dar ni kama Ulaya. Saa moja hii naona kabisa saa 2 kasoro bado watu wanaendelea kuingia. Kweli mjipigie makofi nyinyi watu. Ni watu wa ajabu sana. Ni ishara kujua mnampenda Mungu. Sema amen. Hata waume zenu pia naona wameokoka. Maana mimi mke wangu giza hii nikuta hajaingia ndani. Kwa hiyo wewe ni chombo kinachomfaa Bwana. Tembea kama chombo. Hata kama huwezi kuhubiri, matendo yako peke yake yanaanza kuhubiri. Nuru yenu na iangaze mbele za mataifa, wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Mungu wa mbinguni. Yaani watu, hata wewe dada ulioolewa na mwanaume asiyeokoka, huna haja ya kuhubiri. Tabia zako zimfanye aseme twende ukanionyeshe huyo Leiza na mimi aniambukize, anifanye kama alivyokufanya. Ndio. Twende. Yaani amekulea vizuri mke wangu. Yaani maadili yote yanayofundishwa yale ambao mababu wa zamani walikuwa wanamuandaa mke wa mtu anayeolewa. Sijui sasa kama wanawafundishaje. Maana nisikia binti moja anasomaga Uganda, ni watoto wa kishua. Anauliza, sikiliza, mimi nitakuuliza swali. Yaani ukitaka kusonga gani ni kwamba mpaka maji yanachemka hivi. Kwa hiyo ugali ni kwamba maji yanachemka ndio unaweka unga baadaye. Sasa huo mwiko unaopeleka hivi au hivi? Mtoto akishua. Kwao ni matajiri, wana fedha. Mzuri, anapendeza na ng'aa kweli kweli kama malaika. Kwa hiyo mwiko unaopeleka hivi au hivi? Mimi nauliza, I'm just asking. Hivi au hivi? Vijana mjiandae kuoa sasa. Kwa hiyo jenga tabia ya toba. Hata leo hii, hata jioni tukimaliza usiku huu, mwambie Mungu, nirehemu. Nimekukosea kwa kufikiri, kwa kuwaza, hata macho yamenajisika ya kuona visivyopaswa kuona. Nirehemu. Lengo lako wewe dumu katika maisha ya kujitakasa wakati wote, kwa sababu parapanda hatujui inalia lini. Na sio parapanda tu. Unaweza kukuta parapanda yako ni ajali ya bodaboda, parapanda yako tu yani parapanda yako yani umevamiwa na parapanda yako tu, labda ni parapanda inalia. Mimi nilikuwa kule Tunduma tarehe 29 mwezi wa 10, nakuta nyumba ya jirani mtu amekufa, hatuelewi alikuwa amekaja sebena na kula ugali, parapanda yake ilifika. Sasa ukidumu, kwa sababu kuna wakati unaweza, ndio maana lazima ujenge tabia ya kuwa na maombi ya akiba. Sema maombi ya akiba. Kwa sababu unaweza kukutana na dharura ambayo utashindwa kuomba. Maombi ya akiba atakusaidia. Mlilie Mungu muda wote. Yaani machozi unaolia yale ni maombi ya akiba. Weka machozi ya hata kama una kila kitu, una chakula, una hela, una akaunti zako zina pesa, nini, huna uhitaji wote, lia machozi kama akiba. Omba, mlilie Bwana. Mwanamke omboleza, mwambie Mungu unalia, ni akiba. Kuna siku unaweza kukutana na dharura ambayo kuomba utashindwa. Yale maombi yatakusaidia. Sasa unaomba saa ngapi? Unakuta tu unajaribu kuchangasha, alafu tu kichwa unadondoka. Utaomba saa ngapi? Maombi ya akiba yanakubeba. Omba rehema muda wote. Mungu, naenda kulala, najua nimekukosea. Vurugu za Kariakoo, kuna watu tumejibizana nao. Ni kweli kuna watu wanakwaza kuongea kwenye simu, kuna watu nimedanganya.
nimedanganya. Kuna wakati fulani sijakutolea zaka ipasavyo. Mchungaji Leiza aliniambia nije saa 11, saa 12, nimefika saa 2 usiku. Na sio kama ulikuwa na foleni ndefu, nilikuwa nafanya umbea, napiga story na zangu na umbea, nikakumbuka baadaye. Ni rehemu. Unamwomba Mungu. Aina nyingine ya maombi ya imani. Pray with faith. Omba kwa imani. Ni maombi ya imani. Tumia imani katika kuomba. Nimekwambia jana, sasa hivi ulimwengu unatangaza kila kitu ni kibaya. Kila vyakula, sijui matunda, mambolea, sijui maembe yote haya ni ya kisasa, sijui za kisasa, sijui mahindi ni ya kisasa, sijui nini, wali mwenyewe wa kunukia ule ule mchele wa kunukia ule ulishapoteaga tena, sijui ulishaenda Uarabuni, sijui wapi. Yaani kila kitu cha kisasa. Kwa hiyo inaonekana kila kitu kina madhara kiafya. Tutakula nini? Tumwamini Mungu. Tumwamini Mungu tu. Ondoa hofu. Tumwamini Mungu. Tumwamini Mungu. Mimi nakwambia hivi, naangalia vituko sana. Siku nyingine naangalia East African Television, namsikia daktari mmoja anaongea. Anasema kiafya hutakiwi kulala kwenye godoro. Mimi simuelewi. Naongeza sauti ya TV, labda sielewi. EATV, East African Television. Naonyesha. Anasema kiafya unatakiwa unalala kwenye floor ili mifupa inyoke vizuri. Unatakiwa kulala kwenye floor, yani unaacha godoro, ni hatari kiafya. Hivi tunafanyaje jamani? Kama kila kitu madaktari wa siku hizi sijui wanasomagaje, mimi sielewi. Sijui mbona wanatuchanganya. Huyu anasema hiki, huyu anasema lala masaa 4, huyu masaa 8, huyu usilale kwenye godoro. Yaani kweli mimi nitafuta hela nalala chini hapo kweli? Masharti ya uchawi sawa. Mimi niliokoka nilale chini hapo. Kwa nini? Anasema ni hatari. Mauti ya mgongo. Ndio maana yaani godoro achana nalo. Na watu wanampigia simu live. Kwa hiyo tuyatupe. Nakwambia achana nalo. Mimi daktari, achana nalo. Lala chini bana. Jamani, hapa ndo mahali pa kutumia imani. Sema imani. Mungu, tunaishi kwa hii imani. Tunakuamini wewe upo. Huwezi kuniacha nikafa. Sasa ukisema magodoro yana shida. Mimi nimeanza kulalia magodoro ni mwaka wangapi huu? Sijawahi kuumwa tatizo la mgongo na sijawahi kulala chini. Na wanaolala chini kuna watu wanaokufa pia. Maana unaweza ukajilinda vyote ukafa na hata ajali. Yaani bado tu shetani yupo tu. Waebrania 11:1 anasema hivi, basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sasa mstari wa 6 wa Waebrania hiyo 11, huo ni mstari wa kwanza. Wa 6 andika. Wa 6 inasema but without faith it is impossible to please God. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. James hiyo andika. Hiyo Yakobo 1:6 andika. Lakini nataka tusome hiyo Yakobo 1:6 andika. Naombe kwa imani. Lakini Marko 11:22 hadi 24 nisomee. Marko 11 Marko 11:22 hadi 24 soma. Marko 11:22 hata 24. Ndio. Anasema Yesu akajibu akamwambia Muamini Mungu. Muaminini Mungu. Amini nawaambia. Yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asionesha kama moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo ayasemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Sikiliza hapo. Anasema yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mna. Sema nina. Yaani aminini ya kwamba mna, it is present tense, ni sentence ya wakati uliopo. Aminini ya kwamba mnayapokea. Lakini kuwa ya kwenu ni process, nayo yatakuwa. It is future tense. Kwa hiyo unachokiomba leo, amini Mungu
ameshakupa kwenye ulimwengu wa roho, lakini kumiliki kuwa cha kwako ni process. Inaweza ikachukua hata miaka, lakini jua unacho. Aminini ya kwamba umeyapokea, nayo yatakuwa. Ina maana kama umeomba mume, amini tayari unayo. Kuwa wa kwako ni process. Mungu anajua unaishi kwenye kero, unakera kwenye nyumba za kupanga, anaelewa. Umemuomba Mungu nyumba, wewe ni mwaminifu wa kumtolea Mungu zaka, sadaka na michango. Na ukisikia kanisani kuna sadaka ya ujenzi, unatoa kama kwa imani, kama kupanda mbele kwa Bwana, kwa sadaka hii ya ujenzi Mungu kanijengee nyumba yangu nisife bila kujenga. Ndio maana sadaka ya ujenzi kila Jumapili natoa na kujengea wewe Mungu nyumba yako, na wewe utanijengea ya kwangu, na leza Mungu atamjengea Kigamboni. Kila mtu ana uhitaji. Sasa umeshamuomba tayari, pamoja na kama umepanga nyumba kwenye ulimwengu wa roho, tayari nyumba unayo, ila kuwa ya kwako ni process, nayo ndio maana huu mstari. Aminini ya kwamba mnayapokea ni present tense, lakini kuwa ya kwako nayo yatakuwa ya kwenu. Sasa mbona muda umeenda, no, ni process. Imeisha kuwa, na shetani asikuhubirie umeshaomba ina maana Mungu hajakujibu. Mwambie shetani, nafahamu wewe ni mpumbavu na ulishalaaniwa miaka 2000 iliyopita. Najua Mungu wangu ni mwepesi, ameshajibu maombi yangu, ila muda upo na yeye. Sema amen. Usikate tamaa. Amini tu. Muamini Mungu tu. Mimi siku moja nikawa na mkwe amekuja, mama mzazi wa mke wangu. Na mimi sina tabia ya kujibu mtu kwamba sina hela. Napenda kuwa na toni ya imani. Mimi hata ungeniambia naomba milioni 100 leo, sinaga tabia za kuombea sina hela. Yaani nimeshajizoeza ulimi wangu kuwa ni mtu wa matamko ya kiimani. Huwa naweza nikakwambia tu ningekupa, lakini mambo ni mengi hata kama sina hata 100. Na lugha za kiimani. Maana sinaga hizo mambo. Sasa baadaye mama mkwe akaja. Sasa siku hiyo wewe fikiria, mafuta kwenye gari sina, nimepaki nyumbani. Anambia mke wangu, wewe mbona leo unatembea kwa mguu? Anambia usimuona ni unene huu, unafanya mazoezi. Kumbe sio mazoezi, natembea, sina mafuta. Hatusemi kabisa. Mimi sikuli mambo ya kulialia, sio mimi mnyekiusa kutiatia huruma pana. Sasa natembea naenda, napigiwa simu. Mke wangu huyo, mama amekuja hapa, mama yake mzazi. Umeelewa? Huyo ni mama yake mzazi, sio mama yangu mimi. Mkwe wangu, yani mama yake yeye mzazi. Sasa amekuja hapa, lakini kuna shida alikuwa nayo ya haraka, anahitaji 600,000. Nikamwambia sawa, nitampa. Sina hata 100 kwenye M-Pesa, sina kwenye akaunti ya CRDB, sina Azania, sina NBC, sina hela Tigo Pesa, sina hela, sina. Sasa nafanyaje? Nikamwambia nitampa. Shetani akaanza kunihubiria, utaaibika mbele ya wakwe. Si unajua sisi wanaume hasa kule kwetu wenye Kiusa, yani tuna shemeji na mkwe, yani huwa hatuogopa, yani hatuwezi kujionyesha wazi kwamba sina hela kwa shemeji. Akaniaibisha ukweni. Na ndapambana tu. Yani dada wa kaka wa mke wangu nimwambia sina, naambia tu shemeji nitashughulikia, usijali. Yani kwa hiyo baadaye kaambia nitampa. Mama mkwe aendelea kusubiri. Mimi ndio na michongo yangu, niko upande wa Zambia, navuka kule Black, nacheka na Wazambia wangu huko, sio pale ndio raya mpakani. Kikinuka huku, kwa mfano juzi wakati maandamano yamezidi, biashara zimefungwa, tunapita njia ya polini, naenda kununua nyama upande wa Zambia, tunarudi tena kwa njia ya polini kwa sababu unaogopa usikutane na polisi, maana sasa baadaye nakuta muda unazidi kwenda. Mke wangu sasa, mama ndio anataka kuondoka, ambia alisubiri, sina hata 100. Ukumbuke nilikuwa na shilingi 500 mbili hizi, 500 za coil hizi mbili. Yaani bajaji ilikuja ikapanda mahali ya kunileta, ikabaki na 500 kurudia ya bajaji. Sina hata hela mafuta sina. Sasa nafanyaje? Shetani ananiambia, utaaibika. Ambia mimi nakujua. Kwa sababu Mungu hawezi kuniacha. I am a giver, mimi ni mtoaji sana wa sadaka.
sadaka, zaka, yani ni vitu hivyo, ni mtoaji. Kwa hiyo naamini hiyo sadaka ninazotoa zinaweka kwenye akiba. Kwa hiyo siku nikitaka hela na nikimwomba Mungu ana withdraw, yani anatoa kwenye akiba yangu. Ndio maana usilie uhitaji wa hela kama wewe ni mbahili. Wewe omba tu, Mungu nifanye kicha, nifanye, lakini hela usiombe kama wewe ni mbahili. Ndio principle. Sasa kwa sababu Mungu hatoi kimiujiza, anatoa kwenye akaunti yako. Ndio maana penda kutoa, mwambie mwenzio penda kutoa. Wewe umenuna tu wakati wa sadaka, umekaa tu kama robot. Amen. Upili mbele shauri yako. Sasa nikamwambia Mungu, sasa nataka hiyo hela. Basi muda umefika na giza imeanza kuingia. Tunajua mikoani saa 11:30 jioni, saa 12 urudi nyumbani. Sasa mwanamke anaanza kupiga story. Uko wapi? Uko na mama anauza. Uko wapi? Watu vijana wanauza, baba mbona amechelewa? Saa 12 tayari ameshaanza kuuliza. Haya. Nikachukua bajaji nianze kwenda. Bado namwamini Mungu, hiyo 600 ananipa na sina wowote. Na ndio uzuri wa kuwa ni mtu wa imani. Naenda, kuna sehemu ya Roman Katoliki. Kuna kanisa la Roman Katoliki mahali, barabara ya kwenda Sumbawanga. Kuna watu wawili kwenye ile, kwa sababu kimvua kiko kinanyesha. Tulikuwa nasogea huko. Na yule hana mwamvuli wa kusukuma huko. Wakatushuka wakakimbia we. Mimi nikakuja upande huo bajaji, nikajibana peke yangu. Kuja kubana nakuta 10,000 mpya nyingi sana. Nikamuuliza dereva bajaji, hao waliotoka unawajua? Lengo langu kama anawajua tuwape hela. Mimi siwezi kuchukua hela kitu cha mtu jamani. Hawezi kudondosha mtu hela mimi nikaichukua. Siwezi. Akaanza akanijibu ovyo, labda pia naye dereva bajaji alitumiwa sasa labda na Mungu mwenyewe au si shetani, hata sielewe. Wewe baba vipi wewe? Mimi nianze kuwajua abiria. Mimi ninachojua ni hela basi. Nianze kujua abiria na sura gani, nitafahamu abiria wangapi mimi. Wewe vipi? Mimi maswali gani hayo? Akaongeza na muziki wa radio. Nikasema kumbe wewe lijinga sana. Wewe ungejua ungenijibu vizuri, nikugawie hela shauri yako. Nikuja kuona ni mzigo. Nakuta zile na sikwambia zilikuwa 7,30,000. Lakini kama 70,000 hivi ni kama zilikuwa zimedondokea kwa huko chini kabisa. Nikasema ni bahati atakayeingia abiria mwingine. Tu 10,000 tu twingi kwa sababu mimi kituo changu kilikuwa kimeshafika. Shuka. Naambia ulikuwa na kauli nzuri shauri. Nikachukua. Nafika pale namuita mke wangu chumbani. 600 hizi kampe mama huyo. Mke wangu akashukuru, akaenda kumpa. Anajua nimetoa nazo benki. Akampa mke wangu, mama yake kaniombea, kaomba, akaondoka zake. Nimetoka pale namshukuru Mungu. Mke wangu mpaka leo hajuagi, alifikiri nimetoa benki. Kumbe ni malaika wameniletea. Mungu anapenda mtu mwenye moyo wa imani. Nilimwamini Mungu kwa 100%, lakini usimwamini Mungu kwenye kupata hela kama wewe utoagi. Ndio shida sasa hapo. Kio shakuwa ni mbahili, ni tatizo tayari. Kwa hiyo tumia imani. Tangu zamani nilimwambiaga mke wangu, siku moja mke wangu, mtoto wetu mdogo wa mwisho ambaye sasa naye amekua, eti wananiambia ameingia hata kufungua kwa operation. Nimwambia daktari, naomba kuongea na wewe. Nyie madaktari sio manesi. Mimi niko Bukoba nahubiri Muleba, wilaya inaitwa Muleba. Tena nahubiri mkutano wa nje. Niambia unahubiri mkutano? Niambia yes. Alafu tena nikamwambia neno gumu na ambalo hajazoea kulisikia. Kaambia mimi niko kuponya watu. Ni wewe unaponya au ni Mungu? Sasa ni mimi naponya. Akashtuka. Sasa nimetumia nitaka kumchanganya tu akili. Sababu simeandikwa pozeni wagonjwa, fufueni wafu, watakaseni waliokoma. Simeandikwa hivyo jamani. Kwa hiyo nilinukuu ile andiko, nikasema niko kuponya watu wanafanya ndio, ila naponya kwa jina la Yesu. Sema sasa mke wangu iko hapo. Nasikia nataka kumwambia aingie theater kujifungua. Na ili mkate ajifungua kwa operation, si ndio? Sasa mimi hiyo nilishapiga marufuku kwangu. Akasema wewe kama nani? Nikamwambia nilishapiga marufuku, haiwezi kutokea. Hebu mpe simu niongee na huyo mtoto wa mke wangu. Akaweka simu tumboni. Nikamwambia wewe mtoto unatoka huko ndani utoki. Haya jiandae kutoka sasa hivi. Akapata uchungu chwa. Akapushi mtoto akatoka. Kwa hiyo yule daktari yule sio mkunga, anambia huyu mume wako kanisa lake likawa vinataka na mimi niokoke. Yaani nilitumia tu mamlaka, nilimuita. Sema amen. Unajua imani ni kama uenda wazimu. Ndio maana mtu msomi aliyesoma NIT na DS hawezi kumwelewa mtu wa imani. Imani nataka uviongee vitu visivyo kuwapo kana kwamba vimekuwapo. Paulo anasema hivi, for we walk by faith not by sight. Tunaenenda kwa imani bwana, sio kuona. Yaani imani nataka uanze kuvitamka vitu visivyo kuwapo kana kwamba vimekuwapo. Imani nataka uanze kuuliza bei ya gari wakati hata baskeli huna.
Imani nataka tayari uanze kununua ramani ya nyumba unayotaka wakati kiwanja bado. Imani nataka binti uanze kununua nguo za watoto wakati hata mchumba hujapata. Imani, yani ndio maana imani huwezi kuielezea kwa msomi yoyote yule, hawezi kuelewa. Tunayeelewa maana imani ni watu tuliozaliwa mara ya pili. Sema amen. Ndio tunaelewa maana imani. Imani nataka tuanze kumwamini Mungu, kununua maeneo wakati hatuna hata mia. Swala sio mabilioni, swala ni imani. Tunamwamini Mungu mkuu anayeweza kutenda maajabu. Sema amen. Imani nataka ukienda kupima afya, ukiambiwa uko HIV positive, useme hivi, vipimo vimekosewa. Unaangalia majibu yako katika jicho la imani, kwa kuwa imeandikwa, kwa kupigwa kwa Yesu mimi niliponywa. Imani, that's faith. Imani inataka uanze kununua passport leo za kuwaza kwenda ng'ambo wakati hata Nairobi hujawahi kufika. Imani. Hiyo ndio imani. Imani hata kama unaona magorofa yamejengwa ya mabilioni Masaki, unaanza kuuliza madalali, nyumba kama hii inaipata kwa shilingi ngapi? That's faith. Imani nataka ukiingia benki ya CRDB unaangalia currency, yani dola iko na ngapi leo. Imani. Wakati hata jero huna. Imani. Kwa sababu imani yenyewe imewengana na akili za kibinadamu. Imewengana nacho sana. Yani matakwa ya kibinadamu ina maana. Mbona una hata mia ina maana. Yani tofauti. Ndio maana msomi yoyote hata profesa hawezi kuelewa nini maana imani. Tofauti kabisa. Wewe angalia mwanamke alikuwa anatoka na damu. She had a natural blood. Alikuwa nikigusa tu vazi la Yesu nitapona. Na wakati huo mwanamke ambaye anatoka na damu alikuwa analazimika kuwa isolated, kuwa rejected. Alikuwa hawezi kuambatana na watu kwa sababu ilikuwa ni najisi. Lakini akasema nikigusa vazi la Yesu nitapona. Imani yake ilileta muujiza. Nataka nikuhakikishie, jenga kuwa na imani katika Mungu, utasababishiwa muujiza. Mungu anapenda watu wenye imani. Muamini Mungu. Hata mume wako kama hajaokoka, anza kufanya mazoezi ya kumwona ni mzee wa kanisa. Hata kama anakuja amelewa makeivatu, anza huyu mzee wa kanisa jamani. Imani, yani macho ya imani unamuona ameshaokoka. Imani nataka mtoto wako hata kama na miaka 4 akiamka asubuhi anambia spika wa bunge umeamkaje? Ni tatizo lako kwa sababu una imani. Umekojoa hujakojoa, leta fimbo. Faith. Binti unayemwamini Mungu kwa ni mwanamke tajiri, imani nataka ikulevye leo uanze kutembea kihelahela. Sema kihelahela. Jiangalie kwenye kioo chako chumbani, anza kufanya mazoezi kutembea kama jimama lenye hela. Sio mdangaji, jimama lenye hela. Kama Leiza anavyoamini kwamba katika makanisa ya EAGT kanisa lake litakuwa ni mmoja ya kanisa lenye watu wengi na ni kubwa kwa imani, kwa sababu population ya watu inazidi kukua. Mungu anataka watu wenye imani. Sema imani. Yes, tembea. Na wewe kijana unayeamini wewe ni mtu mwenye hela, anza kutembea ile miendo ya watu wenye hela. Unatembea kama watu wenye hela, unaongea kwenye simu kama watu wenye hela. Na hata kama kwenye wallet hakuna hela, weka hata makaratasi itune. Imani. Acha kulialia mchungaji, si tuko peke yetu, baba na mama alishakufaga, sina ndugu yoyote hapa da. Imani ndio ndugu yako. Muamini Mungu.
Nimewashuhudia matajiri wakubwa duniani ambao walishatupwaga maiti. Yaani alipokuwa mdogo mama yake alimtelekeza akamtupa jalalani, akalelewa kwenye kituo cha watoto yatima. Leo ni tajiri wa kutupwa duniani. Imani, faith. Tumia imani, sema amen. Aina nyingine ya maombi yanayoleta matokeo haraka ni maombi yanayoambatana na neno. Hakikisha maombi yako unayaambatanisha na neno. Usiombe chochote bila kutafuta andiko la kubeba hilo ombi lako. Find a scripture, tafuta andiko. Yaani unapotaka kuomba mume usikimbilie kulia kwanza, tafuta andiko linalokupa ahadi ya mume kwanza. Alafu namwambia Baba, umesema katika neno lako. Baba, umesema katika kitabu fulani. Baba, umesema katika, na imesema. God is not a man that he should lie. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. His promises is yeah and amen. Ahadi zake ni ndio na kweli. Yaani anachokisema ndicho anachokifanya. Yaani wewe unataka tumekuja kwenye mkesha kiongozi wa maombi tunaombea nini? Nimeorodhesha pale. Naombea mchungaji Laiza, namwombea mchungaji Laiza, namwombea mke wake, naombea watoto, naombea kanisa, naombea hii, tunaombea hiki. Sasa tafuta andiko linalokupa support ya hiki cha kumwombea Laiza, kanisa, hivi. Kila ombi unaloweka pale lazima libebe na andiko. Sema andiko. Ndio. Sasa unaona hao wanaoangalia kwenye mitume hao hawana hata maandiko, hawaelewi chochote. Na nimeshuhudia mimi nikiwa Arusha sometime back, naongea na msichana mmoja, ni mapokezi hapo. Naambia wewe huna adabu, mimi nakusemelea kwa bosi wako leo. Huna adabu. Haiwezekani mimi mteja naongea na simu muda mrefu hivyo. Mimi naenda kutafuta loji zingine. Samani baba, urudi, nina shida na wewe, naomba usimwambie bosi. Nachukua namba bosi. Huna adabu. Mimi nimekaa hapa nimeshika pesa, nataka kulipia nikapumzike. Nimetoka kwenye shughuli zangu, nimetoka kuhubiri Karatu, nilikuwa nimekutana Karatu, wapi Mbulu, wapi. Nimekuja Arusha, nimetoka Monduli, nimekuja Arusha mjini. Nilale, nipumzike, nije Dodoma nikapumzike kwa askofu mkuu pale, afu zangu nyumbani. Sasa naona nimechoka, alafu anasema kwenye simu, samani baba, naomba niongee na wewe. Nini? Usimsemelee kwa bosi. Nini? Yaani huyu niliyekuwa naongea naye ni mtume fulani na nabii maarufu hapa Arusha. Nini? Angalia kwenye simu. Amenitumia 1,000,000 ili tutengeneze ushuhuda wa uongo kwa ajili ya kurekodi kwenye media kwa ajili ya kurusha Jumapili. Kumbe watu wanalipwa hela kutengeneza shuhuda za uongo. Sijui kama mnaelewaga. Aniambia yule dada mwenyewe, anionyesha kwenye simu 1,000,000 katumiwa na mtume. Kumbe huyo mtume anatuma 1,000,000 kwake atengeneze ushuhuda wa uongo, akiamini ushuhuda wake ukienda kwenye media utamletea hela nyingi. Dunia imeharibika sana. Au wamonagi nyinyi? Nilipokanyaga mafuta, sisemi hapa nazungumzia huko, sio ni Malawi ndio naonaga nakanyaga mafuta. Msije mkanifunga. Nilipokanyaga mafuta, ikaweje? Mume wangu alikuwa yupo miaka, mtoto wetu wa mwisho yani mtoto wetu wa mwisho, mume wangu aliondokaga wakati mtoto wetu ana miaka 3. Sasa hivi mtoto ana miaka mingapi? Huyo mtoto sasa hivi ana miaka ana miaka kama 15. Kwa hiyo mume wako ndo amerudi baada ya yale maombi. Hebu rudia tena. Mume wako aliondoka wakati mtoto ana miaka 3. Sasa hivi mtoto ana miaka mingapi? Ana miaka 9. Muongo hanaga kumbukumbu. Nilipokanyaga mafuta yale, nilipopaka yale mafuta, nilipoingia tu uwani nikajikuta naenda haja ndogo, mijusi inatoka. Ni vitu vya ajabu mpaka naonaga kinyaa kuangalia mbele za watoto. Kuna mama TV ya mitume wenu hawa, siangaliagi na watoto mimi na wajukuu zangu, siwezi kuangalia. Naona ni kama matusi. Ni kwa sababu watu wamekuwa wavivu kulifahamu neno. Nanyi mtafahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Njoo hapa ufundishwe neno. Chana ujinga huu. Mafuta hatukanyagi, tunapakwa. Alafu sio mafuta ya kununua kwenye pharmacy. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Yapo katika roho. Sema amen. Ndio. Sasa ninyi, hebu some Yohana 15:7.
lakini tunaenda kumaliza. Andika Wakolosai 3:16. Alafu andika Joshua 1:8. Alafu tamalizia hiyo, utamalizia kuandika, lakini hatuwezi kusoma scriptures zote. Saa 2 imeshafika sasa. Nenda kumaliza muda sio mrefu. Joshua Yohana 15:7. Yohana 15. Alafu Kolosai 3:16 na Joshua 1:8. Alafu tamalizia Zaburi 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Soma hiyo Yohana. Tasoma Injili ya Yohana Mtakatifu. Sura ya 15 mstari wa 7. Yes. Neno la Mungu linasema, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. La 3, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Ishi hapo. Ina maana kumbe maombi ni hatua ya 3. Cha kwanza, ninyi mkikaa ndani yangu, maana yake ni kuokoka. Hatua ya pili ni kuhudhuria ibada ili leza akujaze maneno ya Bwana, na maneno yangu yakaa ndani yenu. Ni hatua ya pili. Yani maana yake nunua Biblia, njoo ujifunze, njoo na notebook ya kuandikia. Tafuta notebook, chukua Biblia, jifunze maneno ya Mungu yakaa ndani. Alafu kuomba sasa ni hatua ya 3. Basi sasa la 3, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Umeona? Maombi ni hatua ya 3. Sasa ukishajaa maneno ya Mungu, unaenda kwenye maombi, umejaa maneno. Baba, umesema katika neno lako, ninanukuu kitabu cha Wafilipi 4:19, imeandikwa, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya wingi wa utajiri wake ndani ya utukufu katika Kristo Yesu. Mungu, fungua milango ya fedha. Ninahitaji ada za watoto. Januari imeishafika. Watoto wangu, mwingine anasoma Kampala, mwingine anasoma Nigeria, mwingine anasoma India, mwingine anasoma China. Wote wanataka ada Januari. Imeandikwa kwamba yani unanukuu maandiko, unampa Mungu maandiko. Sasa Mungu yeye anachokifanya haangalii machozi yako, analiangalia neno lake kwako ili apate kulitimiza. Sawa na mwanasheria anavyomtetea mteja wake. Ndio afande, wewe ndo nani shahidi, ndio unasema ni shahidi wa mteja wangu. Ulishuhudia shahidi mteja wangu anapoua, ulikuwa wapi kama mlinzi wa sheria za nchi, kama dola? Afande anaanza kutetemeka na kitambi. Mwanasheria anampiga maswali pale mwanasheria, alafu hakimu yule jaji wa mahakama anazunguka, anajisikia raha. Yaani huwa wanapendaga majibisano ya wanasheria, yanawanogea. Mtoto jaji anafanya hivi, anajisikia tu raha. Wow, najisikia raha kwa nafani yangu. Yaani majibisano ya wanasheria ina maana. Mimi napendaga sana wanasheria. Ndio maana kozi ya sheria mimi naipenda. Sasa Mungu sasa anataka wanasheria waliomeza neno hili. Yaani unanukuu, yaani unapomuomba usete unasema, Baba, umesema katika neno lako. Mwanasheria anasema hivi, kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 3 kifungo cha 6C, kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kitendo hiki mteja wangu hawezi kufungwa kwa sababu mimi nimewahi kwenda kwenye kesi. Nilikuwa shahidi ya mtu aliyefumania mke wake. Tumekaa. Mimi nikakosa ni jirani, nikawa shahidi. Kwa sababu mimi ndio nilipiga simu polisi wakaja, kwa sababu alimtegeshea mke wake, akajiandaa, mwanaume anakuja, akajifanya kama amesafiri, kumbe yupo sio track namba yake, akafika. Sasa akaja sio na panga lake sio. Sasa mimi naogopa damu, nikaanza, sikiliza, tutafungwa wote hapa. Wewe usimuue huyo mwanaume. Hivyo sisi ni mashahidi. Tunapiga simu polisi. Polisi wanapenda sana hela. Nikawapigia simu polisi, nikamwambia, sikiliza, kuna hela hapa. Kuna mtu amefumaniwa na mume wa mtu, lakini yule mtu aliyefumaniwa ana maduka, ni mkinga, ni mfanyabiashara, ana hela. Polisi kaja pale na gari lao na bastola kabisa na pingu, kuja kula hela. Tukaenda pale. Sasa bahati mbaya kaja kuvutana hela. Bahati mbaya tukakosea, akaenda kituo cha polisi. Sasa kesi kaanza mahakamani. Jamani, kumbe hakuna kesi ya ovyo kama ya fumanizi jamani. Ukienda mahakamani, yani imeenda siku ya hukumu. Yani hakimu alisoma akasema mtuhumiwa hana kosa kwa sababu alienda chumbani kwa rafiki yake. Hakusema mke wa mtu, alienda chumbani kwa rafiki yake, na rafiki yake ndiye aliyemuita. Nikasema ndio maana watu wakifumania wanauaga. Unaona? Sheria. Yani ndio maana watu wakimfumania mke wake anaua, kwa sababu yani ukienda mahakamani kumbe ni ya kipuuzi kwa ile kesi. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu lazima uifahamu. Lazima ulile sheria ya neno. Sema amen. Soma hiyo Wakolosai 3:16. Kolosai 3:16 na Joshua 1:8.
3:16. Wakolosai 3:16. Yes. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Katika hekima yote. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Inua Biblia yako juu nione. Biblia, Bible, hii hard copy. So umeona hii mimi mpaka inachanika kwa sababu nasoma sana. Ukikuta mtu Biblia na miaka 3 bado ni mpya, sio msomaji. Biblia lazima ichakae kwa mtu anayesoma mara kwa mara. Hii haina muda mrefu. Ni King James, ni nani? Ni English Standard Version. Napenda tu namna yake. Nasoma kila wakati, nasoma. Sisomi ya kwenye simu mimi. Tena kwenye simu imewahi kumuumbia mtu mmoja. Nilikuwa nafundisha somo la mahusiano kwenye CGM. Anayesoma maandiko ni mfanyabiashara. Anatoka nje akaacha iPad. Kule iPad ina line yake mnenda. Anasoma kwa sauti. Akamwachia kijana mmoja anasoma kwa sauti maandiko. Anasoma. Nakuta ameanza kustaki. Wewe soma ilivyoandikwa na maandishi makubwa kabisa ya iPad hiyo. Kumbe anacheka tu. Kumbe katikati ya yale maandishi, kumbe kwenye ile SIM card ikatokea message ya kumbe huyo bwana naye ana hawala yake huko ameokoka, ana hawala huyu mwenye iPod. Na bahati mbaya alitoka nje kwa sababu ni mfanyabiashara mkubwa na duka la hardware. Aenda kufunga mzigo sio milioni 30, chop akaacha iPad waendelee kusomea maandiko. Ikatokea message, hii mimba nizae au nitoe? Sasa yule anayesoma akaanza kushindwa kusoma, akaanza kusheki. Nikasema ndio maana vinawaumbua hivyo Biblia vya kwenye simu. Biblia hii hapa hii hard copy hii. Alafu ina ladha yake. Hivi na habari kushika Biblia hivi mtaani ni ushuhuda. Kushika tu hii hard copy mtaani kila mtu anajua wewe ni nani. So this is the Holy Bible. Hii Biblia sio holy phone. Sio Biblia takatifu hii. Naona hata mchungaji Leiza anaambia yeye haipo WhatsApp, haipo kokote. Hii simu huwezi kujua Mungu alimuongoza nini. Huwezi kuelewa. Na hata askofu mkuu akipesa na ameachana hizo simu. Anatumia kama ya nani? Ya mchungaji Leiza. Na mimi nafikiri baada ya ibada, nafikiri kimaliza bwana mimi naacha kutumia, inaanza kitochi. Maana niambia nitumie picha yako WhatsApp tuweke tangazo la mtandaoni, anasema si tumiage WhatsApp mimi situmie. Basi ngoja mimi naenda kununua kitochi. Kwa hiyo maana simu hii unakutana mambo mengi. Ukiingia TikTok humo, yani Facebook, unajaribu kuangalia na muangalia Alex Mbila yuko Marekani na Mwakipesile wanahubiri huyo unakuta anatokea mwanamke mwingine wa uchi. Amesha kutoa kwenye uwepo. Ngoja nikanunue kitochi kama cha huyo mchungaji. Kwa hiyo Joshua 1:8 soma. 1:8. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Kiingereza sema to meditate. Tafakari, una kama vile unacheua hivi. Endelea. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Hapo ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Ili ustawi sana, soma neno, sema neno. Ndio, neno hili na utajiri bwana. Pastor mmoja anaitwa Chris, aliitwa Uingereza, akachangie dola milioni 5-6 achangie ujenzi wa kuna holi wanataka kulinunua. Nafikiri ilikuwa dola milioni 10 nadhani. Akasema wakati watu wanaabudu pale, Roho Mtakatifu akasema naye, hizo hela akatoa peke yake mabilioni ya Kitanzania. Baadaye anahojiwa na waandishi wa habari, unazipata wapi hela? Na ni mchungaji. Akasema utajiri wote umefichwa ndani ya neno. Na hata mchawi akitaka kuloga, nimewahi kukutana dada ambaye ameloga mama mchungaji na akafa. Alisema hivi, sababu ya kumloga mama mchungaji, tulimondolea shauku ya kusoma Biblia na kupenda ibada za katikati. Kutokusoma Biblia ni kama njia ya adui kuangamiza maisha yako. Ndio maana watu wenye uhai rohoni hizi notes hachukui tu, akienda kulala lazima aanze kuzitafakari kwa upya na anazipitia tena. Roho Mtakatifu anaendelea kumpa mafunuo mapana kuliko haya anayofundisha. Neno la Mungu hili ni kama zaidi ya shamba. Andiko hilo unaweza kupata ufunuo mwingine mpya na ukanihubiria mimi nikashangaa. Ndio Roho Mtakatifu alivyo, hataki kuzoeleka.
Soma neno. Usiku utafuta hata kaandiko kakulalia, unakameditate hata kama kana mstari kamoja unakalala mpaka usingizi unakuchukua. Sio unatafakari umbea, ndio maana unaotaga majoka na kufukuza. Malizia hiyo Zaburi 1:1-8. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hata wa 3. Ndio hadi wa 3 ndio. Anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ndio. Wala kusimama katika njia ya wakosaji. Ndio. Wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Wala jani lake halinyauki. Na kila alitendalo litafanikiwa. Yes. Kumbe ukiia sheria ya neno, ukiwa na maandiko, unaingia chooni una meditate maneno, unaingia bafuni una meditate maneno ya Mungu, unatamka. Watu wanafikiri huyu baba ameruka kichapa anaongea peke yake. Kumbe unayoyaongea ni yale maneno, umenukua andiko, unalitamka, unaliimba, unaingia bafuni, una drive gari, unaenda una meditate maneno. Maneno ya Mungu yanaposomwa na kutamkwa yanaleta uzima. Tena hakisha ukitamka masikio yako yanasikia, yanajenga kitu kinaitwa imani. Sema imani. Simama mahali ulipo. Usikose kesho tarehe 24. Usikose. Achana ule ubizi wa shughuli za Krismasi. Njoo tujifunze maneno ya Mungu. Sema Mungu wa mbinguni, nimejifunza usiku huu wa aina ya maombi yanayoleta matokeo haraka. Ninajua Mungu, nimejifunza sasa kwamba toba ni kitu muhimu. Ninajua nimekukosea kwa namna moja ama nyingine. Mungu ukanirehemu. Sikiliza, nataka kuomba na watu ambao kuna mambo mwishoni mwa mwaka unahitaji kutengeneza na Mungu. Kimbia, usimame. Sihitaji uniambie umefanya nini, lakini njoo usimame hapa. Kuna mambo unaona unahitaji kutengeneza na Mungu, unataka Mungu akurehemu. Mungu akurehemu, unahitaji kutengeneza na Mungu bila kujali ni kitu gani. Wewe njoo tuombe pamoja na wewe usiku wa leo. Kimbia, usimame hapa. Kuna mambo unahitaji kutengeneza na Mungu. Kuna vitu unasema Bwana, nahitaji msaada wako. Nisipoombewa hiyo eneo siwezi kutoka. Simama hapa. Njoo utengeneze na Mungu wako. Huwezi kujua ni lini itatokea nini. Njoo utengeneze na Mungu. Hii ni fursa. Njoo utengeneze na Mungu wako. Usikakamue kwenye viti hapo umekaa tu. Huwezi kujua ni kwa nini Roho Mtakatifu ameniagiza nikwambie njoo mbele hapa utengeneze na Mungu. Imeandikwa, yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Njoo tutengeneze na Mungu wa usiku huu. Najua tumemkosea Mungu kwa namna moja ama nyingine. Kuna vitu hatujatenda ipasavyo. Kuna vitu tunamkosea Mungu. Njoo tutengeneze na Mungu. Njoo utengeneze na Mungu. Inua mikono yako miwili juu. Sema Mungu, ninakuja kwako usiku huu. Ninajua nimekukosea mambo mengi ni asiri ambayo hata mtu wa jirani hajui, lakini wewe Mungu unaujua moyo wangu. Nisamehe Bwana, nirehemu Bwana. Inua sauti yako, endelea kuomba rehema. Inua mikono yako juu, endelea kuomba rehema kwa Bwana. Endelea kuomba rehema. Unajua ulichomkosea Mungu. Raba shaka raba kuraba sika ya baba. Endelea kuomba rehema. Yapo mambo umemkosea Mungu. Unapoenda kumaliza mwaka, tengeneza na Mungu wako. Unapomaliza mwaka, tengeneza na Mungu wako. Huwezi kujua parapanda italia lini. Huwezi kujua parapanda italia lini. Tengeneza na Mungu wako. Raba shaka rikaraba sika yaba. Rabo shaka raba yakaraba basika ikarama masaka yabo ikaraba shaka raba yandaraba sika rabo. Mungu turehemu. Baba turehemu. Rikaba shaka yakaraba sikarama lindaraba shaka yabo kuyaba sikarababa lindaraba shaka yama baba likarababa sika kuraba shakarama mama lindarababa sikaraba yakarababa shikaraba likarababa saka ya baba likarababa shikarababa yakarababa sakarababa raba shakarababa kuraba saka ya baba lindarababa shika Rababa sakaraba. Sante Yesu. Sante kwa wema wako. Sante kwa rehema.
Sante kwa huruma, umejaa rehema, si Mungu wa hasira. Litakase kanisa lako, lisafishe Bwana kwa damu yako. Jehova Bwana kushukuru, Jehova Bwana kutukuza. Leta kiu ya neno lako katika maisha yetu, kulitafuna na kulitafakari usiku na mchana. Sante Yesu, maana ndipo kuna kufanikiwa na kustawi sana. Uinuliwe Mfalme. Bariki mtumishi wako, pake mafuta bila kumtumia Bwana siku zilizobaki. Pe mafunuo makuu, rejeshe nguvu na uwepo wako mfunike. Sante Yesu, sante Kristo, kwa jina la Yesu. Mpe Bwana makofi na vigelegele. Shangilia Bwana. Mungu akubariki. Karibu katibu.